Nina shukuru Mungu wa ndugu wapenzi, na ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mahali pote mlipo, nakuja tena hapa juu ya kukumbushana juu ya neno la Mungu. Hakuna kitu ambao tuko tunasoma hapa yenyewe mjue wala ya masikiaka katika maandiko mtakatifu. Yote ulimwengu mzima kwa Kristo wanaijua, na kuna wapagani pia wanaijuaka. Wale ambao wanaishi katika nchi ambao ni nchi kuna kwa Wakristo, na kuna kwa wale ambao wapende kuamini Yesu Kristo kwa Bwana mkozi wa maisha yao, lakini wanajua neno, wanasikiaka, na wakikusomea hapo unashangaa sana. Na kama mimi nafika hapa kama vile mhubiri wa Injili, mimi ni mtumishi wa Mungu. Nitajieleza kidogo tena. Hii ni video yangu ya 4, na tutaendelea vile natumikia ndani ya nyumba, sababu kila mwanzo kina magumu, lakini ninajua kuna wakati ambao Mungu atapanua huduma na itakuwa vizuri zaidi. Niliokoka na mpenda Kristo, niliokoka pale Bukavu kwa kanisa la Luite Msepake. Nishaambia jana kama mimi ni Leopold Msemeni, kwa mtumishi wa Mungu, niliokoka pale Bukavu. Ndio mwingine yangu tangia mtoto, na ni mule niliokoka. Kanisa langu ya wokovu ni Luite Msepake hadi Nyamugo, na huduma nilipata kwa Mission Evangelique Uwezo, sababu kuna huduma na kuna wokovu. Baada ya wokovu nikapata neema ya kupewa huduma na Mungu Mission Evangelique Uwezo. Tuna kanisa pale Bukavu Kadutu Bolosisi. Msimamizi wetu pale wala mwangalizi wa makanisa ya Mission Evangelique Uwezo yuko pale Mabala. Albert Mabala yuko pale. Kanisa iko Bujumbura. Kanisa ingine iko Goma. Na mimi kabisa ukafika pale ukasema ndio tunajua ile ndio address yangu, sababu nilisikia ndugu mmoja anazungumza audio pale Kampala, asema watumishi wengine wajue ushuhuda yao tu walitoka wapi, kama waliuta saa vile Buyoka. Iko na sheria kabisa ya kusema ile ndio tunasikia tu mtumishi huyo kutoka wapi, sababu tukisoma maandiko mtakatifu kila mtu alikuwa na address. Yesu alizaliwa tulio kwenye alikuwa, na wakati alirudi akaambia mitume mwende fasi moja mbakie pale. Mitume walikuwa na basi yao ni Yerusalemu, alikuwa pale bakabakia pale kabisa, na akawaambia mwenendo duniani kote mkafanye neno la Mungu, mkahubiri wa mataifa kwa wanafunzi wangu. Lakini walijipendelea wakabakia tu pale. Akatia tu Yakobo kuwa mchungaji na wakabakia pale. Paulo naye alipopata shida na Mungu kumsukumia kitu nia kukuwa na wazia, naye tukaona baadhi yake pale ilikuwa pale kwa kanisa la Wakorinto. Ukasema pale Acte 13 utaona kama Paulo naye alitoka na Injili, na alikuwa na baadhi nyuma, alikuwa na kwenye alitokea, na alikuwa anafanya kila mara reference kule, na wakampatia mtu walimuombea ali kwenda, na akaenda na Injili. Na ile ni mzuri sana. Hivyo tuiweke pia wengine watumishi walitoka balikuya au kama mwingine kitu kunaweza kufanya huduma kulienda, eski ulitiliwa mikono juu ile huduma, na wazee wako walikubali ifanye, sisi tulitiliwa mikono mbele tufike kwenye tuko Ulaya. Barukia kutulaga bakatulia mikono, bakasema mwende ufanye kazi ya Mungu. Na ile nadhani inatosha kuweza kujieleza. Niko hapa Australia. Nashukuru Mungu sana. Na hapa nako niko na kanisa, niko naingia ndani. Niko na ndugu mchungaji alinipokea, yeye anatumika na wazungu, na akanipokea sasa vile mchungaji mwanjake. Nilipojieleza kwake na akakunikubali juu sie bote Luite Msepake kule kutoka Afrika. Mtumishi wangu Gideon tuko tunasaidiana pale, yeye anatumika na wazungu. Yeye alinikaribisha katika kanisa ya Life Church, tunafanya kazi pale, tunasaidiana. Niko hapa Shepatoni. Niko niko katika state ya Victoria.
tunafanya kazi ya Mungu pale na mwenzangu pale, tunasaidiana na alinipokea mzuri sana. Alors niko kabisa na témoignage, siko infiltré ya Mungu wala mtu moya hivi, niliokoka kabisa, mimi nampenda Kristo. Na ningetamani tuzungumuze leo juu ya jambo moja kidogo, neno mfupi tu tutaongea. Neno mfupi. Niko mjumbe wa pili kwako wewe ambao unaonifuata na kwa ulimwengu mzima ambao unaonifuata. Mjumbe wa kwanza iko mpaka sasa dunia mwenyewe anakuogopesha. Ule mjumbe anakuletea ujumbe wa kukuogopesha wewe, lakini pia anakusisimua kwa teme ambao tuko nao leo. Lakini sasa mimi nakia ujumbe wa pili wa kukuongoza, kukuletea faraja katika neno ambao nitakuletea sasa, katika teme ambao tuko nao sasa hii. Lakini ule wa kwanza ni uoga ndio anakuletea. Na yeye ni mjumbe pia. Lakini sasa unakuwa na wasiwasi. Na yeye ikatafuta anakia kukurudisha kwenye ulikuwa na sababu. Njoo ile. Na mimi ninaye katika neno la Mungu tu, nitaingia ndani na tutasoma maandiko mtakatifu. Ni neno fupi tu, fupi sana. Fupi. Tunasoma katika kitabu cha Biblia, neno la Mungu. Tunasoma Injili ya Yesu Kristo iliandikwa na mtume Marko. Marko 13 mstari wa 32 hadi 33. Kwa Kiswahili ya Kongo tunasema 32 hadi 33. Neno fupi sana, hatutasoma lingine, ile tu. Lakini habari za siku ile na saa ile hakuna mtu anaijua, wala malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba tu. Angalieni, tazameni, ombeni, maana amujue wakati ule. Amena. Huyo ni Yesu alikuwa akizungumza na mitume na wafuasi. Alikuwa kuwaelezea hii ni habari ya siku ya mwisho. Hii ni habari Yesu kunaambia mitume na wafuasi wengine walikuwa pale siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Siku ile dunia itaisha, siku ile ambayo tutalaki hewani. Tutamulaki Kristo hewani. Yeye anasema mimi sijui ile siku. Wala malaika wa mbinguni ajue. Baba yangu ule yeye pekee ndio anajua ile siku. Yenye tena nitashuka mtanilaki hewani. Sijue batanituma saa vile gisi balio nituma. Njoo watanituma tena. Sijue. Lakini angalieni, tazameni, ombeni. Kwa sababu siku ile mjue. Siku ile mjue. Na kwa kweli siku ya mitume saa hii baya alikuwa anaongea na hawakujua siku alikufa. Hawakujua. Balikufa siku hapo, lakini wenyewe walikufa kwa wale wenjita ambao walikuwa naambiliwa neno. Iko mahali pazuri. Fatana na Biblia tuambie. Bana watia fasi ya mzuri. Bana ngoja siku kishie bote dunia itakuja. Watakutania biko bazima na wenyewe walishakufa hali. Tunamulaki hewani na wengine biko natesekana. Na wengine bataokolewa kwa damu. Watapata wokovu kwa damu, Biblia inasema. Unapenda Yesu, wanakata kidole. Unapenda Yesu, wanakata kidole. Unapenda tena Yesu, sasa unakufa hali. Unaokolewa kwa damu. Lakini sio kwa neema kwanza ingaliki. Na kichwa neno tunapatia maandalizi kwa kurudi. Maandalizi kwa kurudi ndio kichwa neno ya leo. Unajiandaa juu urudie. Unajiandaa juu urudie. Tutarudia wapi? Kwenye barenda tutilia makao mazuri. Yesu anasema mimi nawatangulia. Naenda kuwatengenezea makao. Na pale kwenye nitakuwa na nyinyi mtakuja. Na nyinyi mtakuwa pale. Kule hakuna bubwana, hakuna bubibi, nchi yote ni oro kwa oro. Hakuna njaa, ni furaha kwa furaha. Na kila kitu tulifanya hapa tutakikuta kule, kama ni kizuri tutakuwa na mataji.
unaandae kwa kurudi. Tusema kama mjumbe wa kwanza anakuya coronavirus na anakuletea woga, unaanza jiuliza, Mungu we, nikakufa hapa nilifanya hivi, Mungu we, ulijiandae mbele corona ifike hivi, unaanza tetemeka. Haukujiandaa, unaanza jiandaa juu ya corona. Ina kiasi na neno. Mungu anasema angalieni, tazameni, ombeni. Sababu ile siku hamtajua. Ile siku hakuna mwenye atajua. Tuko katika safari. Tunasema kila mara, dunia haiko yetu. Haiko yetu. Kwetu ni kule mbinguni kwa Baba tulitoka. Njoo kwetu. Na kama unaenda safari, iwe mwanamke, iwe mwanaume, iwe mtoto, iwe nani, shetani yake kama atarudi. Shetani atarudi. Ukaenda safari, unajua kama nitarudia kwangu. Na siku ya kurudia utapanga, nitarudia njia gani? Ndege, tre, mashua, gari, au mguu. Utaandaa safari ya kurudia. Na kwa kurudia utarudia na furaha. Na kwa kurudia utakuwa na matumaini kama batanipokea mzuri. Utafika nyumbani, bibi atanipokea, au bwana atanipokea, au baba atanipokea, watoto atanipokea, shangazi atanipokea mzuri. Karibu, 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 karibu. Teme ya leo. Unaandaa maandalizi kwa kurudi. Ninajua tunakuwa watu kwa Kristo. Na ile kitu kabisa inabidi kila Mkristo aijue. Tunafundishiwa na walimu makanisa. Tunafundishiwa na mapasta. Tunafundishiwa na manabii. Tunafundishiwa na wainjilisti. Sisi tujue kama uko Mkristo, tunakuwa nafasi turudi. Na kwa kurudi inakuwa furaha sana. Kwa kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani inakuwa furaha sana. Mwana mpotevu anasema, hapana, hapana. Ni wata. Kumbe mimi nateseka hivi. Nataka najua nini? Akaanza jipanga, akarudia kwenye baba wake akampokea. Akampokea. Uliandaa namna gani wewe Mkristo? Mungu ananifuata sai, mtu wa Mungu. Wewe mtumishi mwenzangu, wewe mchungaji, wewe mhudumu kanisani, uko naandae. Unaandaje? Hapa ni kama tuombe, tuangalie, tutazame. Tuchunguze kwenye tunaingia kanisani. Tuangalie, tutazame, angalieni benye banabafundisha. Angalieni benye wanapatia neno la Mungu. Angalieni mafundisho ambayo mko nayo. Tuangalie mafundisho ambayo tunapata. Tutazame mahali ambapo tunaenda kuingia kwa kukutana pamoja. Mungu anasema kama msiache kukutana pamoja. Eski tuangalie pale kwetu tunaenda kukutana, eski utanikosesha kurudi mbinguni kweli? Pale kwetu tunaenda, tuangalie. 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 Akana alikufaka juu ya dhambi tu kushiriki. Dhambi za Akana. Ukakia tu hivi tu, utakosa kurudi. Kama unaenda msafari, ukafanya buguruguru kuliko safari, utarudi. Sikia mwingine alienda kwa safari akakufia kule. Ni mfano mimi hapa nasema. Akakufia kule. Hakurudia. Ni mfano gani? Unakufa au utaona ufalme wa mbinguni. Lakini kama unaenda safari, unajua kwenye mimi nakuya kuna kwaka hivi. Kuna kwaka hivi. Kuna kwaka hivi, kuna kwaka hivi. Kuko test wao wanasema alcool di cameleo. Ile test. Cameleo wakati anafika kwa majani ya vere anajigeuza kuwa vere. Jua nini? Babiye kama anakuwa hapa. Rouge anajigeuza kuwa tena iko na pose mkono wake, mguu wake pole pole. Tu asideranje pale kwenye iko asideranje watu.
Yesu alilaga mitume kwa Yohana anasema kama 16 pale mpaka 18 pale. Pale alikuwa analaga mitume maneno kupale maneno nguvu sana. Injili ya Yesu Kristo iliandikwa na Yohana. A partir ya pale 16 mpaka 17 18 pale kuna laga mitume. Anasema dunia haiko yenu. Msijifananishe na dunia. Na dunia itawachukia. Sababu mimi iliwahi msishangali kuya dunia na wainukia. Sababu mimi iliwahi kuniunukia. Iko na watayarisha juu ya kurudia. Juu ya kumkuta. Iko na watayarisha juu bamkute. Dunia si babebe. Bamkute. Bamkute. Na alibandaa mzuri sana. Alibandaa mzuri sana. Kila kitu Yesu alisema juu mwanadamu afike tu kwa ufalme wa mbinguni. Alibaacha kabambia amutatembea na injili kama muyapata msaidizi. Mungoye Yerusalemu. Mupate msaidizi. Mwenye atabasaidia juu nyie peke jinsi mimi nabaona hamtaweza. Hamtaweza. Bwana harusi iko naandaa bibi harusi. Kusudi na bakutane tena kwa mwingine yao ya propre. Mungoye msaidizi. Juu kuna bandalia kurudi. Anabaacha hapa. Baada ya kutuokoa mimi naenda sasa na nyinyi mnikute. Akamwambia msitoke Yerusalemu. Balibakia 500. Lakini wapi? Mwanadamu ni mwanadamu tu. Mwanadamu. Mwanadamu 380 inaanguka inashindwa. Saa 20 na bakina vumilia. Makapokea Roho Mtakatifu. Alimwambia msitoke. Msitoke. Ule ndiye mwenye atabasaidia. Mutatembea na hii neno bia juu kitu inawapatia kiko nguvu hamtaweza pasipo kupata msaidizi. Hamtaweza. Hamtaweza. Na mbele pale kwa wazazi wetu Mungu aliona Adamu nikamwacha yeye peke hapana, umpatie msaidizi. Mwale kina Adamu. Msaidizi na saka kiatu na kubinyamba hako. Lakini Yesu aliona kama Mungu anaona kama saa ya neema sitautumia tena msaidizi mwenyewe kwa sababu vile mtu hapana. Huyu mwokovu aisha baokoa sasa nitautumia msaidizi roho mwenyewe waone, lakini iko na tenda mazuri ndani mwao. Iko na wageuza. Iko na mabadilisha. Ndio maana aliambia Nikodemu pasipo kuzaliwa mara ya pili ufalme wa mbinguni hautaupata. Na ndio maana aliunda mitume nibaachie huyu msaidizi. Kuna watu wengine ambao banaandaa kurudi mbinguni juu ya sadaka, wanawaza kama sadaka yao mingi itawafikisha. Hapana. Wanawaza kama ni matendo tu, ni matendo juu wakati unaenda utakuta ni mataji kule. Ni matendo nao ni mzuri sana. Juu banaimba kuna mwimbaji walimba sema popote alienda alitenda mema. Yesu na wewe pia atenda mema, lakini pamoja na kutenda mema uye mulango ya mbinguni ili mulango mbamba ile hautaingia pale juu ya mema, lakini kuna kitu utatuma uingie pale. Kuna kitu utatuma uingie pale. Wewe mko unanifuata sasa duniani kote mzima uko unanifuata, iwe Mwafrika, mjangu, iwe mzungu, na kuambia kama ulitoka huko mdunia lakini kuko fasi kwenye unapasha kwenda. Kwenye Yesu anakutarajia makao mazuri. Turudi. Hatua iko pale. Muamini kwanza kuwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maandalizi katika safari.
ni kitu kimoja mzuri sana. Ukaenda safari, maana unarudia, utauza hiki, utauza kitu, bafiki banipokee mzuri, banifurahie, ndio ile mawema. Ufika kule unakuta mataji, taji ziko kule, ulifaka ifitaji kama sadaka. Ni mzuri, haiko mbaya. Kufanya mzuri ndio. Sisi bengine mdunia mzima banabakilia tu mazuri juu. Mungu anasema kitu tunafanya duniani utalipiwa hapa hapa. Utalipiwa hapa hapa. Chote kinafanya utalipiwa hapa hapa duniani. Kama ni mazuri ni hapa. Kama ni mabaya ni hapa. Chote utalipiwa hapa mbele ukufe. Mbele ukufe. Leo nchi inatetemeka. Walikuwa na wazia tu kutenda mema, kujua fahamu mingi, sayansi mingi, kutosha vitu mingi vya maajabu maridadi. Mungu akusi Mungu ananiambia anaona hatusa kitu fulani, anajenga kama ni avio, anajenga kama ni kompyuta, anajenga nini, anasema hakuna kitu. Wengine nasema niko na gari yangu, vitu gani. Hapana. Safari ya kurudia ndio tunaiandaa. Angalieni, tazameni, ombeni. Uliokoka, ulikubali kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sawa, etape ya kwanza ile. Mbele kwanza uliamini. Ulisikia neno kaamini. Kama ulisikia nyimbo ukaamini. Kama ulipeleka mkanisa ulisikia tu ngoma hiyo peke ukaamini. Kama uliona tu mtu peke kunacheza mkanisa yuko naimba yuko naimbisha mzuri ukaamini. Ukasema hatua ya pili ibatiziwe. Ukakubali kuchomeka mumai wa kufa na kufuka pamoja na Yesu, ukakubali. Akakwambia sasa haya. Kanisa ilikuwa inaingia sasa. Yaani ushiriki pamoja na wengine sasa ukisikia maneno la Mungu. Ndio pale kwenye Yesu aliambia mtume, kama mitume aliambia pale ku 28 Mathayo 28:16 na kushuka, mutafanya mataifa kwa wanafunzi wangu na mutawafundisha kila kitu nilibaambia. Mbafundisha mafundisho ya mbele ya ingine utaratibu inafanyika makanisa, kufundisha mbele mtu ayabatiziwa abi kwake, haiko kibiblia. Basi utafundisha mwanafunzi A B C na yaandikwa muoroza wanafunzi. Haya fundisha huyu ataingia mpremere, masomo bayamwandika, asema ni mwanafunzi yote bayamuta ukitaba mwanafunzi, unaanza kumfundisha. Haitawezekana. Mbele kwanza awandikiwe. Ile utaratibu unafanyika ni utaratibu, lakini haiko ya kibiblia, ni akili ya watu. Ni akili ya watu tu, haiko kibiblia. Kisa mbele kwanza uamini, kisha kuamini ubatiziwe, kisha kubatiziwe sasa balimu na mchungaji akukamate, ndio sasa baanza kupatiana. Mkutano ya magharibi, ya katikati ya semene, kuko seminari fulani, siku ya Mungu, kuna kweli unasikia neno, unasikia neno kwa ndo komala. Sasa katika kitabu ya Timotheo wa 2 sura 3 mstari wa 16 nasema kama na kila neno linafaa. Paulo yuko anaambia mtoto wake wa imani Timotheo, fundisha watu, kila neno linafaa kwa mtu wa Mungu, kila neno la Mungu linafaa kwake hivi akomale kiroho. Kuna lingine tamkemea, kuna lingine tamkumbusha usudi akomale. Bila vichote Yesu Bwana aliacha tujue nani tufike. Ya mwisho sasa ni Roho Mtakatifu. Mitume bali muamini, mitume bali tembea naye, lakini kwa wenyewe balikuwa wangali banakatana masikio na mpanga. Aliona kama hawa watu Mungu aisha alienda omba, Mungu ashampatia nao. Watumike naye. Ulikuwa ule Yuda alikuwa na kama huyu atanipana, neno la Bwana litimie. Kusudi Bwana anipanda, lakini alikuwa aba Mungu anabayua. Na aliwatetea sana pale kwa Yohane 18 pale, babu ulinipatia siku bahati walinisikia na mimi alisema mingi sana.
ya kubatapa tu mbele ya Mungu. Mungu asikie kama naye abakingi. Kusoma pale usikie kisi Yesu kunasema wakati anaanza rudi. Anaanza toa. Anajua kama kule kuko naenda sasa anaenda kufa. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasema pale kwa Luka 11:11. Kama nyie banadamu benye biko na roho mbaya mulizaliwa na hali tu yenye ko compliqué. Munapataka batoto yini benye bana balomba. Munawapa. Sasa mimi kama unaniomba Roho Mtakatifu sitakupatia na kama ili ndio chakula ya mzuri, nitakupatia purke nikuone mbinguni. Purke unifikie. Nitakupa Roho Mtakatifu. Ni wabure. Mwenye atavunja ile biti yote ndani mwako. Bapito walikuwa pale na Yesu miaka 3 walikuwa bado hawaokoka. Walikuwa ngana utu wa kale. Lakini aliona nitabaacha. Na nitapatia mtu mwenye ataandaa kurudia. Benyi kisha watanifuata, mwenye atawasaidia. Uko na 30 kuokovu au yabadilika ngwene ile utu wa kale. Mi kabila yangu mimi nakuwa hivi. Mimi abanyoshe mkono. Ni hapana. Lakini mkanisa unatoa kabisa, unatoa. Fia kabisa unakiwa unavala nguo, haikunjo ndio vala mzuri, lakini andaa kwa kurudia. Uye kama niko naingia humu, kwa kuingia yangu humu kuna kitu niko natafuta. Mbele kwanza hapa duniani nipate na mbinguni nao nifike. Ndio tu shaba ya Mungu, hakuna kingine kitu. Hapendi duniani ujue bieo, ukemee mapepo, ufanye hivi na hivi. Hapana. Kemea ndio ni mzuri, hakuna shida. Lakini uingie na uingie na uingie. Hii yenyewe tuko tunaambiwa kutakuwa vile ni kweli. Ni kweli. Siku ya mwisho itakuwa ni hatari. Biblia inasema kama siku ile bali kufa atafufuka na tutaonana hivi. Paka ile siku itatimilika, usiwaze kama itatimilika ile siku. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 11. Neno langu sheti litfanye yenye mimi nilituma ifanye. Kama nasema kama tutaona na tutaonaka ile siku ya mwisho. Usiwaze kama ni msaa. Tutaionaka kwa wewe mkofanya mabaya, kwa mwenye unatumainia pesa, wewe mwenye unatumainia wakili, wewe mwenye unatumainia bunene, wewe mwenye unatumainia sura nzuri. Andaa. Maandalizi kwa kurudi ni mzuri sana. Maandalizi kwa kurudi. Leo hii batu tuko yeke mdunia. Boka inaingia. Lakini walio wa Mungu hawatetemeki. Wale hawatetemeki. Wala kwa ni kawaida. Kawaida. Nafurahia sana ule rais yuko moyo kule kwa Afrika kule. Anasema ni magonjwa kama vile zingine itapita. Mketu kwenye kawa. Itapita. Lakini wewe unakuwa na buka sababu au kuandaa. Hakuandaa. Maandalizi ya kufanya. Sasa mimi nakuletea neno. Tazama, angalia, omba. Siku ile hakuna wanajua. Mwisho wa dunia utakufa. Sasa utakufa, ulishaandaa kama nitakufa katika Yesu. Kwa hiyo kuna wengine wanafanya tunafanya ibada ya mfu abiko wake. Kama ule mtu akutengeneza na Mungu wake mbele ya kufa, Mungu anafaa pale mabla bla. Ni tu ya maibi ya utaratibu ya dini. Haiko kibiblia. Ushuhuda ya mtu tuye kama tunasema ndio Mungu anamtia mahali pepo kama mtu pepo mnasemaka kama mtu gani tuye kama alitengeneza mbele ya kufa. Tuone batu alikuwa pale. Alisema nini ule mtu? Alilaga batu, nisafanya hivi, munisamee, Mungu anisamee. Na kuku ingine neema inakuwaka na kuku ingine neema itakuwa.
Surtout kama unafanya makusudi. Surtout makusudi. Kwa watu wengi wanafanya vitu ya makusudi. Apende kurudia. Apende kurudia. Sasa unaenda safari. Unafika kule unaanza iba ya watu. Unaanza pigana kule. Unaanza madossier mrefu kule, utarudia kwako kweli. Sipata kufungia kule. Batasikia tu bibi asema ule bwana wanifungaka. Na kuna sababu bibi hatapata hata moya kupata transport wala nauli mkiswahili safi ya kufuata kule. Sio makilia kule. Ndio sawa vile si banadamu. Tuko hapa tuko kwa watu. Tujue gisi tujipange kwa kurudia. Mjini mtakatifu. Batutia hata fasi mwaka tuko tunangoa ile siku. Mais tuko fasi ya bien. Ndio bien nasema. Abe Afrika mtakatifu tuko fasi ya bien. Na maisha ya Kristo ya utakatifu hapa iko maisha ya amani. Bandugu watu kuna pesa lakini hawana amani maisha yao. Kulala hautajua nyumba inafunika vitu mingi. Lakini wewe Mkristo ile kidogo yako tosheka, mimi nasema tosheka na ile kunayo. Utakuwa bien, unaona utajipanga bien kila kitu unapanga. Kama unajipanga mwanadamu, nazungumza na wewe unanifuata. Uwe mzungu, uwe mtu mweusi. Uliza, uwe mtu unasema Kiswahili kule, uliza hata kama unipaka fasiri. Na siku nyingine utapata tu interpret. Kule mbele Mungu atapanua huduma. Kusudi message kwenda fikia masikio direct. Hapa tunafuatiwa dunia mzima. Kama unaingia mkito uliza, hii kitu anatembea kai. Kwa mimi kutumika mzuri mwi society, nitafanya nini? Nitakuwa na kuya mbele wakati ava 30 minutes, nitakuwa na koga mbele, nitakuwa nafanya nini? Batakwambia hapa ni hivi na hivi na hivi. Usije patuna kupende. Bibi harusi aliacha Roho Mtakatifu. Anakuambia tena mimi nakwambia Luka 11:11 anakuambia omba atakupatia naye. Ule ndio atavunja utu wa kale. Unapenda kuingia Mkristo na mkanisa huko na miaka mingi, unapenda kukutana pamoja na watakatifu, unapenda kusegelea pastere, unatoa ndio, lakini kutoa yako eske Mungu atakubali kweli? Kutoa niandiko ziko Kutoka 25 Exode bado ku 25 akisoma pale mwe na kushuka utasikia Mungu anasema pale, kunaambia Musa, anaambia wana wa Israeli, ewa bale watu attention, bale watu uwaambie sadaka zao sitazikamata, bajiandae kwanza batoe sadaka kwa Mungu mwenyewe alishajiosha. Mwenye Aisha jiosha. Mwenye Aisha zitakasa. Sadaka yake haitoi, usije zikubali. Ndio utaingia tumuulize, tumena toa sadaka siku hivi. Unje kutoa sadaka. Ujiangalie kwanza, unaandaa safari ya kurudia hii. Na ile sadaka ulitoa huku mwalika. Tuandae. Ujumbe ya kwanza anakuja saa hii masiku iko mdunia, analeta woga na bazungu shie boga. Sikusema kama bale wenyewe wanawakia wote wenyewe wana magonjwa kama kule kuma nchi zingine hakuna maili magonjwa siku zinasemekana. Sikusema wale watakatifu ni attention ndio anafanya attention. Nikasikia kwa radio wanasema kama no Afrika j'attendre ku catastrophe. Mbona sikia kitu? Na vile vitu viko nafanyika mdunia na watu wanavikree. Masomo yangu tatu ya kwanza nilisema kama Mungu alijua kitu sasa kilifanyika. Aliyua. Alikuwa anaona. Na kakiruhusu kifanyike. Sikusema kama hakuna kitu afanya mdunia Mungu aone. Hakuna kitu kenye tutafanya mdunia na Mungu aone. Ukaenda kupitia bezwe anajua. Juu dunia iko sawa vile baanza kupakulia supu tusani. Sama pia supu utaona mzuri juu kuma tomate kale kitu keusi kama ndani utaona.
wengine watakula sumu hata una sumu. Tuseme maji. So, ndio maji iko mkabakuli hivi, utaona kila kitu mle, kitu keusi hapa. Ndio vile Mungu anaona dunia. Kila kitu nafanya anatuona. Aliona na akaruhusu. Kuko leo benyewe biko naomba anawaambia sema, Mungu anawaambia sema na nasimamisha ushukuru. Biko maisha pate ujumbe watu ya Mungu. Biko nasimamisha sasa. Alicho. Unakuwa naogopa. Andaa tu safari yako nzuri. Maandalizi yako kitu bien ya kurudia. Hautasikia unatetemeka. Andaa tu bien. Andaa kabisa. Uangalie gari gani ya mzuri utaingia ndani. Chunguza. Tazama. Naombe omba. Siku yetu kwa neema ni 70. 70, miaka 70. Ndio siku yetu. 70. Kiswahili safi. Ndio Biblia inasema. Ili ingine masaa made ni neema. Na wengine wanakufa mbele ile miaka. Sasa mwisho wako kwanza, wawe kwanza, uandae kwanza, uende bakia kwanza kwa ile mji mtakatifu kwanza kwenyewe utabakia pale pembeni kwanza na tandaa siku ya kulaki wana hewani. Andaa kwanza ile etape ya kwanza. Ukishaandaa ile etape ya kwanza, c'est fini. Unaona deja hapa nikatoka hapa nikakufa leo. Nitaingia ile fasi kwenye wataenda pumzisha watakatifu kwa pale anatanda siku kabamba tashuko tumulaki shibo tewani. Hii etape ya kwanza anza kuiandaa hapa. Badilike. Badilike. Omba Roho Mtakatifu avunje ile tabia yako yote ivunjike. Yesu akaambia Nikodemu, usipozaliwa mara ya pili. Nikodemu alikuwa daktari wa neno, ni Michael wa teolojia. Akili ilimpita. Nitazoda mara ya pili nitazaliwa hai. Batizo wa Roho Mtakatifu avunje ile tabia yako yote, uandae safari ya kumzuri. Badilika. Ile mimi nafanana ka tate, nafanana ka shangazi, mimi hapana. Nafanana Yesu. Petro alikuwa anakatana lisikio. Mungu akasema hawa watu, Yesu akasema hawa sitabata nikuta kwenye kwa naenda. Kumbe Mungu wetu watumia msaidizi. Akawatumia na leo ile msaidizi kwa kila mtu kama unapenda. Utampata Roho Mtakatifu. Kujitakasa tu. Kuacha mabaya. Kuacha mabaya. Kuacha mabaya. Kuacha mabaya. Kujitambua. Dunia inajaa watumishi wa Mungu biko na ujue nani mtaendea. Hapa anasema angalieni, tazame, ombeni. Uangalie kwa utaenda kwenda kuingia. Kanisa kaniko naingia ndani. Comportement gani ya kanisa uko naingia ndani. Mtu wa Mungu iko na yake faso. Yesu anasema msifananishe na dunia. No. Tuko tuna faso ya kutembea, tuko na faso ya kusema, tuko na faso ya kuvaa. Na masemi yetu. Siku tumesegoni kwa mtu fulani na kwa kinywa hapana. Hapana. Pale au tayari safari yako nzuri. Unafananisha na mtu mwenye alienda kama ni Amerika na yuko hapa Australia. Fika kule Amerika anafanya magafi kule. Waanza pingana na kule sio sababu ya hai kule. Gouvernement ya Amerika masheria kule tamfunga. Na hata rudia tena hapa. Hata rudia hapa. Kule anabakilia kule kule. Yake naishi. Miaka na miaka. Kama ndio na miaka 10 ngapi wamefungua miaka 13. Chana ishara kufia prison. Hawata sema no jua toka Australia tumrudisha pana. Halikosa. Alivunja sheria ya kule.
kuandaa safari ya kurudia mzuri, kurudia kwake. Maandalizi yako kuna namna gani ndugu yangu? Ndio nakuletea sasa ujumbe hii ya kusema kama ujumbe yangu ni ya kukumbusha na ya kuletea faraja na kukutulia fasi moja na urezone na upige hatua. Piga hatua. Hautakuwa Mkristo unajua neno la Mungu na hautengenezake na haujitambuake. Maneno ya Mungu ndio unachagula hii, unapenda hii. Mungu tu anaangalia kama mwili, anaangalia kama roho, angalie mwili. Bongo yako. Bongo. Bongo yako. Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 16. Mwili yenu ni hekalo ya Roho Mtakatifu. Mwili. Ule wa Korintho wa kwanza sura 6 mstari wa 19 na kushuka. Takaseni roho yenu na mwili yenu sababu ni ya mie Mungu. Ni ya mie Mungu. Mule mwenye unaendaka mule nyumba ya Mungu unaendaka dimacho na vala mzuri ndio. Mungu yuko mule. Unaenda na vala mzuri sana ndio tunavalaka bien ni mzuri kabisa. Utaenda mbele ya mtu wa Mungu ndio Muslimu na ndio mtu wa Mungu na ndio anafaka msafi. Lakini nini nasema yajua mle unaingiaka? Acte Matendo ya Mitume 17 mstari wa 12. Mungu anasema mie sikalaki mule mwili manyumba mtu anajenga. Utasoma pale. Mimi Mungu sikalaki mule. Na ikalaki sikalaki mule mwili manyumba ni mnajenga. Siko mule. Iko ndani, iko wapi? Kama leo makanisa wanafunga, abafunge kanisa. Banafunga ni vibanda kama nyumba yetu naingia ndani. Ndio walifunga. Kanisa ni wewe. Tuko tunafanya kwa nyumba. Kanisa ni wewe. Ili ni kibanda balitia fungulo banafunga kinyumba. Ndio maana Mungu Yesu nenda Mungu anasema kwa Matendo ya Mitume na kuambia ile andiko ndio waandike yao. Andika usai. Acte 17:24. Matendo ya Mitume 17:24. Soma pale. Mimi sikalaki mule mwili manyumba. Na mimi nakwambia Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 16. Tena nakupatia tena Wakorintho ule wa kwanza sura 6:19 na kushuka. Mtu wa Mungu. Ile ndio nakuletea. Maandalizi yawe kurudia, unaiandaa, ujipange sawa sawa. Omba Roho Mtakatifu wakati kingaliki. Tubu. Roho Mtakatifu yeye anakuwa mtakatifu. Mimi kule Kongosa tuko tunaomba na wenzetu mtukudomba maombi ile kukata na shoka juu sheka tatu tuliokoka katika moto ya Roho Mtakatifu. Hapana mzaa. Hapana mzaa. Kazi kabisa ni kuwaka moto. Roho yepeki kuna zungurusha anasema ndio. Tukao tunaita roho kama ni Mercury. Roho Mtakatifu kwa Mercury. Mercury kaitupa kwa matope bongo. Kubulunga tembea katupa haita matatashi. Inatoka inaenda. Omba. Petro akata alimpokea. Alikuwa anapiga majiwa na kwepa, huko anapigana tena. Banakwepa nao wanakimbia. Hapo kata wanapigana. Ile mpanga kaiacha. Mpanga aliacha. Na wewe nakuletea hii shauri moja. Tuandae safari yetu ya kurudi. Batu kuna kufa. Coronavirus na watu. Bengine banakufa tu juu ya ndio maana Mungu leo anashusha ile utaratibu ndani ya watu yake, batawala ba inchi msisogeleane. Na ni utaratibu. Na Mungu kuna utaratibu anafataka. Kuna ngine utaratibu anashindaka zambi. Tangia zamani nakule kwambia kama bangine basikia neno la Mungu kufuata hiyo watu ni mbaya, kuiba ni mbaya. Ilikuwa utaratibu ya watu banatia hii kitu kinafanya kwa mbaya hiki. Na Mungu anamwambia kitu. Bengine walikamata tu banaambukiziwa wanakufa. Ndio maana ili nao wanatuambia tushike utaratibu.
Ile mashiria tuishike. Tuishike kabisa, tuishike. Tuishike. Tuifurahie, tuishike. Sasa hivi wanafunga makanisa? Hapana. Wanafunga ndio vile vinyumba. Kanisa ni wewe. Nakupatia miandiko pale. Hawakwambia sema yeye alikufa, tumuombe nyumba yake. Hapana. Mtu aende, nafsi ya mtu hiyo peke. Ndugu yangu, dunia haiko yetu. Haiko yetu. Dunia haiko yetu. Tukuye huko tulikuya ni shida. Kwa hiyo tulitoka, shida tulikia hapo ni shida. Ndugu yangu wewe na ukuta huko unipoke wewe mwenye ulinita huku, ujue kama Mungu ndiye mwenye alikuumba mzungu. Ni Mungu ndiye alikuumba. Kwanza sisi tunapokea neno la Mungu nyuma. Nyinyi mlipokea wa kwanza. Bandugu yangu wazungu. Bakristo benjangu wazungu, batumishi benjangu wazungu. Tuokope Mungu. Tuombe Roho Mtakatifu. Pana kuingia mkanisa na kama sigareti. Wanatumainia tu kutoa na kusondokea miandiko hapa. Mungu anaambia wana wa Israeli, anaambia Musa, uwaambie mbele utanitolea sadaka zangu, azitakase kwanza. Ala kumjia toe sadaka zake. Na hapa kumatie na Matia hapa, Mathayo 9:20 na ngapi ile? 9:13. Ewa, mie napenda kwanza rehema. Rehema kwanza. Hapana sadaka mbele. Mbele kwanza ujitambue. Mbele kwanza uioshe. Kila sadaka zako sasa. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Njoo kiasi nayo nipokee. Unaona? Neno la Mungu alikuwa kinajikontredire. Na kama anakuambia utoe utabarikiwa, ndio. Lakini tunatafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Ndio maana wengine wako wanatoaka. Mzungu anatoa, lakini sasa mlango ya mbinguni ile mwingine ile kale ka porte kale. Bon. Kutoa yako haita kuingiza pale. Unaweza kupata pesa hapo unazipata, lakini hauna amani maisha yako. Na huko na franga hauna amani, kupita vingine na kuuza wenyewe tuone. Mlimwengu wa roho unafungwa. Huko na kraka. Hauna amani na franga. Wengine yuko mnyumba na franga hawezi atafanya nini, zinaisha tu hivi. Anapata franga zinaisha. Hawezi yuko na franga zinaisha. Andaa safari yako. Yesu ndio ugeuke. Omba Roho Mtakatifu. Uniwavuri kwa pale. Nisha kupatia andiko. Iko. Roho Mtakatifu iko. Mungu atakupatia naye, Mungu nipatie Roho Mtakatifu. Tunakuwa na ushuhuda mingi wakati tuliokoka, lakini hapataishia hapo. Tuko tunaendelea na mafundisho yetu. Tuko na ushuhuda. Nasema kila kitu mtalomba utakiona. Kwamba Roho Mtakatifu utamuona. Mungu atakupa kwa unyenyekevu. Wewe mnyulishacha maneno ya Mungu. Kazi yako ni kugeuza. Kazi yako ni kusema hapana. Hapana ni vile mtumishi mwenjangu unaambia bongo mzima. Na unakausha macho pa. Bengine kutoka Afrika wanafanya kanisa kwa business. Bengine hapa kwenye tunakuya banakuya mpaka na uchawi. Nisikia ushuhuda mwa mwingine hapa kwetu hapa. Tuko karibu na Melbourne hapa. Na nasikia ushuhuda kanisa mwa kule ni haya. Ni haya sana. Haya sana. Mungu iko pale. Tuye kama tulienda kwa kazi, unaingia mkazi, maana ukamata mkazi kama ile kazi unapenda upate faida yayo bakwenda kulipa. Na sasa miaka inaenea, batakupatia franga yako sasa hivi tunakuya banakutilia pembeni.
Franga za mingi wanakutilia. Kwa sababu unapenda kutumika kazi na usipate msaada. Utapata msalele na utumika mbaya. Ndio savishi. Tuingie. Na familia itakuwa na amani. Unatoa hapa ndio, lakini wewe utatoa hii. Unatoa na roho mzuri, unatoa kuchekelea. Unatoa kitu na kritike. Unatolea Mungu, unahesabia. Unashukuru Mungu nani pale mbele nishukuru tu. Ile kanisa ile kilibani unaingia nani bakuone. Ni mzuri juu mvula isitukute nje, tusinyeshe, ndio utaratibu. Watu walifanya tujenge nyumba tuabudu, mjue mvula inakuya tubakie tu mule. Lakini Yesu alikuwa ni hadharani. Hii maneno alikuwa anasema mingi ni hadharani. Lakini sasa tunasema hapana hivi, ndio tunakuwa mingi. Sawa, hakuna shida. Ni mzuri, ni utaratibu mzuri. Ile tu ndugu yangu kwa siku ya leo nilipenda nizungumza na wewe. Maandalizi juu ya safari. Kurudi, maandalizi juu ya kurudia kwetu tulitoka. Unayandae, najua woga inaingia mwingine mzima, dunia yote. Lakini kama ulijiandaa, uko na tiketi yako. Uko na gari utaingia ndani. Uko na batu deja utaenda mbatu fulani au utaogopa. Nitarudia nitafika. Batu ni nini? Gari ni nini? Neno la Mungu. Imani. Utakaso na imani. Bile vitu vitakutuma unarudia pia. Ndio pesa ya kulipa nauli. Ndio chombo utatembea ndani. Imani na utakaso. Utarudia. Talaki patro pale. Tutamungoya pale, tukuta pale. Alishatuonja jinsi siku itakuwa alishatuonja tutamwambia. Tukaona ni hatari. Barabara nguruma mzuri sana. Basi nawashukuru ndugu yangu. Nilifanya audio hii usiku na maanisha hayo kabisa. Unajua utatuku batoto biko mnyumba, sasa kufanya kazi. Hakuna gesi mwesa ya usiku. Ninawashukuru sana. Mubariki nyewe wote mnaonifuata. Na tupige hatua. Tuchunguze kwetu tunaenda. Ni kanisa gani? Usikutie mjenama. Na huko na mtu huko na akili ya kurezoni kuwaza. Maandiko mtakatifu ni akili, Biblia ni akili ya mtu kuluga tunayua utasoma. Watu mingi leo wanayasoma. Soma maandiko. Basi kulongofye. Kisha unakosa mbingu. Maandalizi mbaya. Na nasema siku ile sijue. Tazameni, angalieni, ombeni. Ile siku mimi sijue na malaika juu. Ukishafanya tunaenda kumwombea, utamwombea huyu yeye na Mungu wake bikwai. Acha na kufa basi. Tulilie mtu sababu ni mtu liishi naye. Na kama alitengeneza haya ni mzuri. Mtu anaanza kutengeneza maisha yako mbele au ya gonjwa kila siku. Mimi babangu Imani ananiambia, si babangu mimi wa imani. Aliniambia siku kwa siku hata ndani ya njia ambia Mungu nisamee. Mungu nilipo kitu fulani nisamee. Mungu anapenda ile maombi sana kujitambua. Alikuwa ananiambia kama Mungu anapenda kile maombi babangu wa imani. Angaliki. Iko mwalimu wa kule primary. Angalia ni pastor mtu yuko na kanisa kubwa, Munyamungu mule. Maisha mteulea kanisa. Hata Mungu anapenda kujitambua. Tukambe no Yesu atatufia msalabani, hakuna kitu. Tuko Bulaya, kusheba Afrika. Hata vile achana na vile. Bazungu wasema no hapana kuniogopesha, unaogopesha vitu gani? Jina ya Yesu leo kwingine mainchi ya Amerika ni kuogopesha mtu. Yeye wenye mko Amerika. Si mnaelewa maneno? Nasikia unataka kula watu kule biko nafukuzia kwa masomo mtoto anasema tu Yesu asema we unataka jina Yesu Kristo hapa. Ndio ile kitu niliona Kampala. Kumzungu alitoka Amerika wa mwanamke. Anafika mkanisa tulikuwa tunaingia pale Kampala ndani. Anatuhubiri
Kisha ikafika wakati wa maulizo, nikauliza ule mama wa mzungu, nikamwambia mama, kule Amerika tunaona kwa television saa wale wa rais wanakuwa na prêter serment, bana kamata ku Biblia. Sasa kwa nini unasema kama kule kwenda wafundishake matoto maneno ya Mungu, japokuwa bana kamata ku Biblia? Sasa ili kitao wale watoto wanaona ka rais anakamata kwayo na yuko na prêter serment. Baulisi hii kitabu ni kitabu gani? Kusudi mwafasilie kama ni university, kama ni secondaire, kama ni primaire, si banaonaka. Mzungu aliliaka mkanisa. Akatoka machozi na baambia bibi yangu alikuwa analia. Anasema banduku muombe nchi yangu. Muombe tu nchi yetu. Inaangamia Amerika. Tungana hapa tuko bia hapa, tuko hapa kwa niko Australia tuko bia. Ulizo mzungu alitoka machozi. Siko impossible nyinyi mprete serment ku Biblia. Lakini mtu anasema ku Biblia kule mnamfukuza. Kusema tu neno ya Yesu masomo mnamfukuza. Sasa mtakuwa hata washimangi ni watu. Sasa shini wanadamu atufurahi kifo watu, lakini tuko tunasikia habari. Hii mawimbi kwa dunia tuko tunasikia habari kule. Kuna habari ya mzuri. Na ile fasi mamilioni na kwa ile ndumu maana yake ni hatari. Bandugu tuokoke. Shini tuokoke. Amerika tuokoke. France tuogope Mungu sasa. Tujue Mungu iko. Mungu iko. Asante sana. Ninafika mwisho ya neno ya siku ya leo. Maandalizi kwa kurudia tunayandaa. Nawashukuru sana pale pote mlipo. Tutaomba siku nyingine. Mubarikiwe. Amen.